Ukiuangalia mchezo wa jana jinsi ambavyo klabu ya soka ya Simba umecheza, unakuonesha tu kwamba ni timu ambayo licha kwamba imesajili wachezaji wengi sana kwenye dirisha kubwa la usajili, kwa sababu ukiangalia first 11 ya Simba katika mchezo wa jana, wachezaji ambao walikuwa kwenye msimu uliopita, unaweza kumzungumza Shomari Kapombe, Mohamed Hussein, Kibu Dennis Prosper, baadaye akaingia Chefondo Malone. Hao ndio wachezaji ambao last season walikuwa kwenye kikosi. Msimu huu wamesajili wachezaji wengi sana. Na imekuwa ni maajabu kwa sababu watu wengi wamekuwa wanaamini Simba huu msimu inaenda kutengeneza timu, lakini badala yake imekuja kufanya vizuri sana kuliko watu wengi walivyotarajia. Mara nyingi wamekuwa wakishia katika hatua za robo finali, lakini jana umeona wameenda katika hatua nusu na sasa finali, ambao finali itakutanisha wao dhidi ya RS Berkane kutoka pale Morocco. Kabla tujazungumzia mchezo wa finali utakuwaje, tuangalie mchezo wa jana. Actually mwalimu wa Simba hakutaka kubadilisha mbinu ya kikosi chake kutoka mchezo wa mwisho waliocheza pale katika uwanja wa Amani. Simba walikuja vile vile kwenye game plan yao. Unaona anacheza kwenye makaratasi 4-3-3, watu wanne nyuma, watatu katikati, watatu mbele, ambao wale walikuwa wanakuonesha kwamba watu wawili katikati pale, Kagoma pamoja na Fabrice Luamba Ngoma, walikuwa na kazi moja tu, kuhakikisha kwamba wana defensive vizuri na wanashambulia vizuri. Lakini Stellenbosch walianza game taratibu sana, baadaye wakaonekana kuwa pressing zaidi, walikuwa wana press sana Simba, kitendo ambacho kikamfanya hata Elim Panzo kuwa anashuka sana chini katikati ya uwanja ule kuja kusaidia ama kutengeza mid block. Simba jana walikuwa wanacheza pia na mid block katikati pamoja na low block ambao walikuwa wameiweka. Walikuwa wanawafanya Stellenbosch wasitengeze nafasi nyingi kupitia katikati. Kama walikuwa waweza, basi nendeni katengeze nafasi zenu kwenye maeneo ya flanks kwa kushoto, iwe kulia na kushoto, walikuwa Stellenbosch watengeze nafasi zao. Lakini walitengeza mid block ambao ilikuwa na Fabrice Luamba Ngoma na Yusuf Kagoma. Na ukubwa ambao wameweza kufanya Simba jana ni kuziba mianya mingi sana. Ulikuwa unaona Simba wakiwa wanatoka kwenye build up yao namna wanavyoenda. Wakicheza kwenye build up yao, unaona Fabrice Luamba Ngoma, unamwona Kagoma wanatanua maeneo ya pembeni. Ina maana unamwona Fabrice anaenda katika upande wa kushoto, unamwona Ngoma anaenda Kagoma anaenda katika upande wa kulia, wanatengeneza ile kitu ambacho kinafanya kwamba kama nyinyi Stellenbosch mtakuja katikati, basi sisi build up zetu tumezitengezea pembeni. Kwa hiyo walikuwa wanaacha katikati wachemena na mpira, alafu akifika na kukutana na miguu ya Chamu Karabwa anachukua mali anaenda juu zaidi. Kwa hiyo ile mid block ambayo alikuwa ametengeneza Simba jana ilikuwa ni superb kweli kweli. Ilikuwa ni ngumu kuweza kupenetrate. Lakini pia ikawasaidia sana Simba. Unaona Stellenbosch wakastruggle, wakajaribu kupitisha mipira pembeni. Wanaenda pembeni na pembeni kukutana na Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe. Wakawa wanajaribu aerial balls, waende pembeni wapige cross, kitu ambacho cross nyingi zilienda katika mikono ya Musa Pinpin Kamara, lakini Abdrazaki Hamza akafanya kazi iliyokuwa bora kweli kweli. Kitu pekee ambacho Simba wamekifanikiwa jana ni kuziba space. Stellenbosch alikuwa haoni nafasi, mianya ilikuwa michache, distance kutoka mchezaji mmoja mpaka mchezaji mwingine ilikuwa ndogo. Simba waliifinya kweli kweli. Lakini kitu kingine, hata katikati ya uwanja ulikuwa unaona Simba wana wachezaji wengi sana. Stellenbosch kipindi cha pili wakaongeza sana mashambulizi. Wakaona okay, Simba ni kama vile kupitia maeneo pembeni afu pige cross haiwi faida. Wakaamua nao ongeza wachezaji wengi katikati. Mwalimu wa Simba aliona okay, kumbe mmeongeza sasa kasi kupitia katikati sababu mnajua kwamba maeneo pembeni hamwezi kuwa productivity. Mwalimu akaamua kumuingiza Fabrice Luamba Danili, Debra Fernandez Mavambo, akamtoa Jean Chazaua. Ilikuwa ni tactic sabu kwa sababu Jean Chazaua mara nyingi alikuwa anacheza kwenye line ya juu pamoja na Elim Panzo. Lakini muda mwingi ule kamaona Elia anapata tu zile mipira ile michache ya kwenda kusogea sana juu. Kwa hiyo ikambidi sasa mwalimu wa klabu ya Simba amuingize Fernandez ambaye ameenda kufanya midfield kwa watatu katikati ya uwanja. Ngoma, Kagoma na yeye Mavambo. Hii ikapelekea kikosi kile cha Stellenbosch kuzidi kukosa mianya tena ya kupita, kwa sababu sasa mwalimu alitega, alimwambia Fabrice Luamba Ngoma na Yusuf Kagoma, jaribuni kustiki kwenda katika njia moja. Alafu Debra Fernandez cheza kama center midfielder eneo la juu. Ikitokea umepata mpira basi jaribu kusqueeze kushambulia. Lakini ikitokea umekosa mipira mingi basi juu rudi chini hapa utengeneze watu watatu na wenzenu ili muweze kufanya blocking ambao ni superb kweli kweli. So far ukiwaangalia namna ambavyo klabu ya soka ya Simba wamecheza jana, walideserve kupata